Yesu asifiwe. Amen. Kwa muda mchache nataka nishiriki juu ujumbe ya kwamba restoration of the lost glory, kurejeshwa utukufu ambayo ilikuwa imepotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna mahali penye utukufu imepotea katika area yetu waimbaji. Tumishi mmoja tulikuwa naye, mchungaji mmoja alikuwa ananiambia kwamba kuna wakati mmoja watu walikuwa wanafunga tunaomba katika kichaka fulani mahali hapa inaitwa Karura. Bwana Yesu asifiwe. Na watu walikuwa wanatoka mpaka nchi zingine wanakuja kuomba hapa. Na wakati huo huyu mtumishi akasema kwamba alipofika pale kuna mwanadada alikuta mahali pale akiwa amefunga. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa amechukua muda mwingi sana mahali pale. Ni kama alikuwa ameenda siku karibu 10. Huyu mtumishi alienda na akawachia kwa siku 26. Lakini yule mwanadada baada alikuwa anaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadada alikuwa na lengo ya kufika siku 40. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hitaji ama mzigo ambao huyo dada wetu alikuwa nacho mbele za Mungu ni kwamba Mungu aweze kumpatia manyimbo aweze kwenda kutoa CD. Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta Mungu kwa muda siku 40 bila ikiwa na kunywa tu kwa sababu ya uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunaiona uzito wa uimbaji kiasi hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Biblia moja hapa, sijui kama kuna yote amekuja nayo hapa. Ile ambayo Pastor Zebedu huwa anauza, ile Expositors. Kuna yako umebeba? Ni Biblia kubwa sana, Expositors. Kenu uko nayo? Kenu inua hiyo Biblia juu, leta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Restoration of the lost glory. Hii Biblia ambayo Ken amebeba, hii Biblia ya ndugu wetu Ken naita Expositors, the study Bible. Bwana Yesu asifiwe. Ni kubwa ajabu vile tunaiona. Unajua maandiko na nani? Andiko na kuna jamaa anaitwa Jimmy Swaggart. Unajua Jimmy Swaggart ni nani? Ni worshiper. Bwana Yesu asifiwe. Worshiper ambao anaandika Biblia, ambao ni study Biblia kiasi hii, ndugu yangu anaweza kuwa haelewi Biblia. Huyo ni worshiper ambao hana Biblia, abebangi Biblia. Mwenye anazalika Biblia kiasi. Na worshiper tunapoongea kuhusu Jimmy Swaggart ni wazee kama wale Don Moine. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wamewacha mark katika area ya uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Manyimbo sio kuimba tu, bali tuimbe manyimbo ambayo itashusha mbingu chini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Paul na Sila walipokuwa gerezani, nini ilifungua gereza? Nyimbo. Nini ilifungua gereza? Nyimbo. Wako wapi mashujaa? Watu kama Paul ambao wanashusha wanaweza kufungua gereza. Ya kwamba wakati huyu ndugu alikuwa anaabudu, wakati huyu ndugu alikuwa anasifu, wakati huyu dada alikuwa anasifu, utukufu wa Mungu shuka pale, kiwete akatembea, kipofu akaona. Bwana Yesu asifiwe. Restoration of the lost glory. Nini ilifanyika? Ibada ya Mungu imebadilika, imekuwa entertainment. Bwana Yesu asifiwe. Uimbaji wengi unaposikiza kwa sasa imekuwa entertainment. Wakati fulani nilikuwa kwa crusade Urupa. Kuna mzungu fulani alikuwa amefanya crusade Urupa. Na kuna wale waimbaji alikuwa amealika mahali pale kwa lugha bila watu tunawaita wasanii. Bwana Yesu asifiwe. Na then kulikuwa na mama wetu ile kipofu Merominde. Hawa ndugu walipokuwa wanaimba, unajua kuna ile style ya kuimba wanadunga chini, hatujui sababu gani wanadunganga hivi chini, tunadunga chini. Na watu wanacheza machokora, wanadunga hivyo, wanafanya sarakasi, watu wanachenga. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho walikaribisha Mary. Kabla mwisho wakakaribisha Mary Umide pia present yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuliwa surprise, uwanja ilianza kuomba bila kuambiwa waombe. Nini inafanyika? Kuna tofauti kati ya uimbaji ya Mary na wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kunaweza kuwa ni tofauti kati ya uimbaji wako na uimbaji wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wako wapi watu kama Daudi ambao wakishika kinanda mapepo itakuwa naacha Sauli? Bwana Yesu asifiwe. Na kama akishika kinanda mambo inafanyika. Utukufu ulienda wapi upendo? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo utukufu ilienda wapi? Kuna nchi moja walikuwa katika worship, walikuwa na abudu tu katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu ikashuka pale. Mchezaji keyboard na watu walikuwa na worship akakuwa slain, akaanguka chini, na alipoanguka chini mchezaji wa keyboard alichukua karibu 15 minutes kama ako pale chini. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inachukuliwa kwa kamera. Waimbaji waliendelea kuabudu na pia nilikuwa naendelea kucheza.
Ni nani alicheza hiyo piano kwa 15 minutes na wile mwimbaji keyboard ilianguka? Ni nini ilikuwa inafanyika? Nani alicheza? Tunatafuta wapendwa ambao kisimama kando malaika atachukua shukani acheze hiyo kitu. Restoration of the lost glory. Kanisa sifiwe. Wako wapi hao watu wakina Miriam? Ambao wakishika tamborini bahari ya Shamu inafunguka, watu wanapita. Where are those men and women in the house of the Lord? Mungu ambaye anazaamua kwamba kwa wiki itakuwa inachukua siku moja kwa ajili ya kufunga, kwa ajili ya uimbaji wao. Kanisa sifiwe. Watu ambao watakuwa na mzigo kwa ajili ya nyumba ya Mungu kwa sababu ya uimbaji wao, si watu wa kusukumwa. Kanisa sifiwe. Ni watu ambao watakuwa na hiyo mzigo ndani yao, hata kitulia yako na hiyo mzigo ndani yake. Imagine dada huyo anafunga for 40 days. Kwa sababu gani? Ya kutoa CD. Wewe unafikiria hiyo ni CD unasikiza kama umesimama unacheza, unakula bigiti? Hapana. Ndugu yangu, hiyo ni CD unasikiza kama unacheza. Kama unacheka? Hapana. Kanisa sifiwe. CD nimefungiwa kwa siku 40. Kanisa sifiwe. Huyo ni mtu akitangulia mbele yako ni unafuata nyuma. Ndugu yangu ama dada yangu, jipange. Ujipange kama huyo ametangulia mbele. Kwa sababu gani? Atakuwa amekumeza. Kanisa sifiwe. Inawezekana mpendwa. Utukufu huu bado inawezekana. Kanisa sifiwe. Kuna mtumishi mmoja aliitwa Ezekiel. Nabii mmoja katika Biblia anaitwa Ezekiel. Kanisa sifiwe. Kwa sababu ya wakati itapeana summary tu. Na wakati mmoja Mungu ataandaa wakati tutapatana tena. Kanisa sifiwe. Ezekiel anasema hivi katika Ezekiel chapter 1 from verses 1. Ya kwamba Ezekiel walikuwa hamishoni nchi ya Babylon. Kanisa sifiwe. Na alipokuwa kando ya mtu mmoja anaitwa Kebari, Biblia inasema kwamba na mbingu ilifunguka. Na mbingu ilipofunguka akaona maono. Kanisa sifiwe. Na ile maono ambayo aliona ikawa ni ya kutisha. Akaona kiumbe ambacho kuna vichwa vinne. Kanisa sifiwe. Amezingirwa na mwangaza mkubwa sana. Akawa na utukufu mkubwa wa Mungu. Kanisa sifiwe. Ezekiel mlango wa kwanza mstari mdogo wa 28, Biblia inasema kwamba he was laid. Aliangushwa na utukufu ile ambayo aliona. Kanisa sifiwe. Katika Ezekiel hiyo mlango wa 10 mstari wa kwanza hadi wa 4, Ezekiel huyu, sababu gani tunahitaja? Sababu gani tunaiangalia kwa muda mchache? Ni kwa sababu Ezekiel alionyesha utukufu kama je hekaluni. Ezekiel akaonyesha utukufu ikiwa inaondoka inaenda kwa kijiji. Ezekiel akaonyesha utukufu kama inaondoka kwa mlango ikienda. Ezekiel akaonyesha kama utukufu inaondoka kwa kijiji. Ni utukufu wa finally ikaenda juu ya mlima Zaituni. Kanisa sifiwe. Ezekiel aliona kwamba huyu ndugu alikuwa mwimbaji kabisa kabisa. Ezekiel akaona mpaka wakati ilikuwa inaondoka. Baada ya kufanyia sarakasi ilikuwa inaondoka. Kanisa sifiwe. Na kwa katika Ezekiel mlango wa 10 mstari wa kwanza hadi wa 4, Ezekiel anaonyesha kama utukufu umejaa kwa hekalu. Pale kwa madhabahu utukufu umejaa. Unajua wale ambao wana play role kubwa wapendwa ni waimbaji. Kwa sababu kabla mhubiri hajakanyaga mahali pale, ni nyinyi ndio wanatangulia pale. Kanisa sifiwe. Wakati intercessors wanaomba, ni nyinyi ndio mnawakisha ile moto pale. Kanisa sifiwe. Na kwa hivyo ukiwa umekanyaga pale ufanye sarakasi, then jua kwamba ibada hiyo kutakuwa na kuchanganyikiwa, kutakuwa na kung'ang'ana mahali pale. Kanisa sifiwe. Na kwa Ezekiel alionyeshwa kama utukufu umejaa kwa madhabahu. Akaona kama glory ya Mungu imejaa mahali pale. Kanisa sifiwe. I don't know whether you've ever had an encounter. Ushawahi kuwa na encounter na Mungu? Kwa wakati fulani ushawahi kuwa na encounter. Kanisa sifiwe. Nakumbuka tunapoongea kuhusu mambo ya utukufu wa Mungu, glory, God's glory. Ilikuwa wakati mmoja, ile wakati ulifanya referendum ya Kenya hapa ya kwanza 2005 mwezi wa 11, siku ile ilifanywa referendum mwezi wa 11 2005. Kanisa sifiwe. Na nakumbuka kwamba siku hiyo nilikuwa nimeomba na nyumba mahali penye nilikuwa maeneo zile za Kisii. Songesha kidogo hivi. Songesha pande ile. Na mahali penye nilikuwa nimeomba. Hapa hivi ilikuwa sitting room na hapa hivi kulikuwa na mlango kuingia. Na wakati ulikuwa na mlango kuingia, usizuie wale. Unaweza weka kando pande hiyo. Ama huko kwa mlango mahali penye nilikuwa nimeomba ilikuwa kama moja. Ilikuwa kama hapa hivi na kama moja hapo hivi. Then hapa kulikuwa na mlango
ya kuingia hapa. Bwana asifiwe. Na then hapa hivi kulikuwa na kiti hapa. Hapa kulikuwa na kiti. Upande hii kulikuwa na TV upande hii. Nilikuwa naimba ile wimbo ule jamaa mzito wa Tanzania naimba ikisema kwamba round the corner Jesus is coming. Hapa hivi. And then bulb ilikuwa na waka. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeomba kuanzia kitu kama saa 8 mchana mpaka saa 10. It around 2 hours. Bwana Yesu asifiwe. Ilipofika saa 10 nikawa nasikia muziki kwamba niingie kwa fasting. Masaa ya usiku. Na nikasema nitathibitisha kama ni Mungu ama sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So nikaamua kwamba nitaingia katika maombi. Ili nithibitishe kama ni Mungu ama sio Mungu. Na kama sio Mungu ni wachene nayo. Kama ni Mungu niingie kwa fasting. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nimepiga magoti kama hapa hivi, ninaomba hapa. Na nilienda, sikuenda sana, nilienda na mimi nilikuwa naona kama nimeenda 10 minutes. Kumbe nilikuwa nimeenda kitu 40 to 50 minutes. Unajua wakati utukufu wa Mungu umeshuka, you are no longer yourself. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipoomba nikataka sasa niamuke kwa sababu nimemaliza maombi. Lakini bulb ilikuwa na waka, ile TV pia na wako pandele. Lakini nilipopendwa hii sofa set hapa mahali nilikuwa nimepigia magoti, nikaona ile mwangaza iko hapa ni kubwa kuliko mwangaza ya kawaida. So inanishtua sana, nashindwa mwangaza. Ni kama unaweza fikiria jua imeshuka inawaka hapa. Ile mwangaza iko hapa ni kubwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. So nilipokuwa najaribu kuinuka hivi ikanishinda. Tena nikarudi. Tena nikajaribu kuinuka hivi ikanishinda. Tena nikarudi. Na hii mwangaza imezidi kabisa. Mara ya 3 nikajaribu kuinuka hivi ikanishinda. So nikashindwa nini nafanyika hivyo. So ikabidi nirudi nikakaa, nikarudi nikakaa. Kwa sababu nimeshinda kuamka chapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuwa upande hii pale hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikaona nikamuona kabla sijajua description yake katika Revelation chapter 1 from verses 13. Bwana Yesu asifiwe. Nywele ilikuwa nyeupe kabisa. Hiyo description ukiangalia katika Revelation chapter 1 from verses 13 to 15 utaipata mahali pale. Nywele ilikuwa nyeupe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ngozi yake ilikuwa kama mabati. Na hii mabati ni mabati ile mpya. Unaiangalia kwa jua. Wakati unaangalia ni mabati mpya, sio kama unaiona kwa jua vile inachezaka hivi. Mabati mpya. Unaiangalia kwa jua vile inacheza, unaona kama inacheza. Then macho ilikuwa na metameta macho yake. Bwana Yesu asifiwe. Na then hizi miguu zilikuwa inakaa kama ile mawe, kama brass, kama ile mawe ambayo tunatumia kusugua miguu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kaangaliana for 5 minutes, kama tunaangaliana for 5 minutes. Bwana Yesu asifiwe. Na then alipoamuka hivi na akapotea, ungefikiria blackout imeingia kwa nyumba. Bado ile bulb iko, bado ile TV inawaka. Lakini sasa light ile ambayo imekuwa pale katoka, unafikiria blackout imeingia pale. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunapoongea kuhusu utukufu wa Mungu mpendwa, ni kitu cha dhamana sana. Utukufu wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitest utukufu wa Mungu katika uimbaji wako mpendwa, hautatamani kukoma. Utakuwa na hiyo tamaa na kiu ya kutumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel alionyeshwa wakati utukufu umejaa, na alionyeshwa mpaka wakati utukufu umeondoka. Utukufu uliondoka katika hekalu kwa sababu gani? Kulikuwa na hali ya kujichanganya kwa wana wa Israeli. Utukufu wa Mungu uliondoka kwa sababu gani? Hawakuwa nasikia sauti ya Mungu wakati Mungu alikuwa anawaonya. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji wetu wengi wamekuwa watu wa sarakasi kwa sababu gani? Hawana mtu wa kuwakemea wakati wameenda wrong. Bwana Yesu asifiwe. You need to have somebody ambaye atakurebuke, ambaye atakukemea. Sio kwamba wakati mtumishi wa Mungu pastor wetu Huntington anakemea keyboardist wetu huyu, na anasema kwamba si hapa peke yake, mpendwa, kuna mahali penye unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye alitumia mtumishi wa Mungu Pastor Huntington kukukemea, ndio Mungu yule ambaye akuredeem. Usifikiri ukitoroka hapo umekosa, uko redeemed Mungu mwingine. Yule ambaye umetoroka hapa baada ya kupeana msichana mimba hapa, ukaenda Uganda, ndio Mungu mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe. What happened wapendwa? Nasikia mwingine anasema kama unajua sisi kama waimbaji sio lazima tuombe, hii ni kitu ambacho kiko kwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ati mimi sio lazima niombe. By the way, mimi hata kama mchungaji amesema watu wakuje saa 12, mimi nitafika saa 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ni afadhali uanze kukaa nyuma na kukuja kwako saa 3. Uone vile Mungu atakushangaza. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji mmoja aliniambia kule Isiolo, nikiwa na ubiri Isiolo, na kama kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anapigia keyboard. Lakini huyu mzee alikuwa sumbua sana.
Lakini alikuwa ni mzee kabisa. Mara akikuja anataka lipwe, mara anakuja late. Na hii kulikuwa na katoto kadogo hivi, alikuwa anasema kila mara. Na kama anaambia watu wengine, sijui ni nini mpasta huwa anaona kwa huyu mzee. Na mshinda kumbali sasa niwachianga mimi nigonge hiki. Huyu mzee sijui. Pasta anaonaga niko huyu mzee. Mimi nafurahianga sana kama huyu mzee amechelewa. Kwani sasa hivi Mungu ana uwezo ya kutumia mtoto huyo ambao hajielewi, as long as available na as long as amenyenyekea, hata kama hajui kwa sababu gani. Huyo ndio Mungu ambaye anatufundisha hivi vitu. Kwani sasa hivi na anaweza amua jitukuze katika maisha ya mtu ambao hajui kitu mpaka wewe shangae na hata kanijua dini. Na ukile jui, lakini Mungu anatumia sababu ya kushangaza. Kwani sasa hivi kwa hivyo waimbaji wetu wapendwa, changamoto ambayo tuko nacho ni kwamba hatuna mtu ambaye anaweza kurekebisha wakati tumeenda kinyume. Kuna mtu mpendwa, Bwana Yesu asifiwe, ambao unamwambia kwamba leo mchungaji itakuwa nikienda kuimba maeneo za umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye unamwambia leo mchungaji itakuwa naenda kuimba maeneo za Kajiado. Bwana Yesu asifiwe. Na siamini kwa mwimbaji ambao anakosa kanisa mwezi mzima hajawahi enda kwa watu penye huwa anataka na budu. Hapana. Ulipotelea wapi? Nilikuwa Kaongwani. Ulipotelea nilikuwa Runda. Nilikuwa Thika. Na hata Jumapili ambayo inakuja tutakuwa Mombasa. Bana, umeanza kupoteza network. Yes. Wewe ulikuambiwa hujaambiwa, umeanza kuharibika. Na walioharibika walianzaga hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Restoration of the lost to glory. Walienda wapi hawapendwa? Watu ambao wakishika microphone hata devil worship anaanza kushangaa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wakishika microphone. Wakati mmoja nililetewa kuna ndugu mmoja. Tukaongea na kidogo na nikaambiwa kama kuna CD ametoa. Na alikuwa mtu amejitolea sana kwa Mungu. Nikamwambia kwa nataka uimbie hiyo CD. Na alikuwa anaimba live. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akakuja na keyboardist wake. Then akasema sawa. Hiyo keyboardist akamwambia keyboardist aanze kupiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo jamaa alienda akizungusha kichwa chini hivi, akizungusha kichwa chini hivi, akizungusha kichwa chini hivi. Dakika alienda kama dakika karibu inaelekea karibu 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasikia kama ni wimbo nyimbo zake nyamaimba. Na ni wimbo wenye ameimbanga kila mara amejua. Wewe unafikiria kwa dakika 10 alikuwa anafanya nini? Kuna magia zilikuwa zinabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna magia huyo jamaa alikuwa anabadilisha hapo ndani. Kwa hiyo dakika 10 unaona jamaa ametulia tu, ameinama kama kondoo anaendelea kwenda na kurudi na kwenda na kurudi. Kuna magia. Sio yako rukia tu kwa madhabahu mara moja. Ati mimi kama sijaimba, hii si kanisa pekee yake nitaenda. Ni wapi uliambiwa lazima uimbe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. After all, injili inahubiriwa bila kuimba. Na haiwezi zuia kitu kufanyika kwa sababu gani? Mungu anafuatilia neno lake ili alitimize. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kutumikia Mungu wapendwa ni kibali. After all, siku moja tutaondoka. Na kwa hivyo kama sijaondoka, kama hujaondoka mpendwa, tutumie wakati huu mzuri. Tumia wakati wako. Nikiwezekana kuwa na wakina Timotheo ambao umelea katika uimbaji. Ambao mtumishi anasema kwamba hapa na kwamba hata mimi nikiondoka nina wajukuu katika uimbaji. Nimelea fulani nimelea. Lakini wengi ukifuatilia historia yao, fulani alikuwa ananichezea, nilimaliza uimbaji wake. Sasa wewe unasaidia Mungu kazi, unasaidia shetani kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo Ezekieli anaona utukufu ikiondoka kwa madhabahu, utukufu inakuja kwa kijingi, then utukufu inakuja kwa mlango. Na katika Ezekieli mlango wa 11 mstari wa kwanza kwa pili, the same Ezekiel anaona utukufu ikiondoka kwenye mjini, utukufu inaenda kwa milimani. Bwana Yesu asifiwe. Nina habari njema kwamba huyo nabii Ezekieli katika Ezekieli mlango wa 43 mstari wa kwanza na wa 3 aliona utukufu ikirejea. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona utukufu ikirejea juu ya waimbaji wetu mahali hapa. Amen. Ninaona utukufu wa Mungu ikirejea juu ya kikundi cha Emmanuel wapendwa. Uimbaji wenu haitakuwa ya kawaida wapendwa. Yes. Mtumikie Mungu na mnyenyekeeni mbele za Bwana. Yes. Mtafute Mungu bila kusukumwa. Yes. Jiachilie mbele za Bwana mpendwa. Yes. Fungia uimbaji wako mpendwa. Yes. Watu utukufu ziende kwa Bwana kila mara mpendwa. Mungu yambali tumia na wengine, wacha na kutumia mpendwa. Kwa mikono yako na uimbaji wako mpendwa, wacha ikaguse mataifa. Uimbaji wako mpendwa, wacha muujiza na ishara zikafanyike. Popote utasimama mpendwa, wacha utukufu wa Bwana ikakufuate. Wacha utukufu wa Bwana ikaonekane. Wacha utukufu wa Bwana ikaonekane. Bwana kupe manyimba bali za wakati. Bwana inua uimbaji wako mpendwa. Bwana tumia uimbaji
upaji wako mpendwa kubadilisha mataifa, kugusa mataifa, kutenda mambo makubwa mpendwa. Wacha tuabudu Bwana kwa dakika moja. Nena tu na Bwana.